Ni vema sana kumwogopa mtu ambaye unaijua historia yake. Ni vema sana kumwona mtu ambaye historia yake unayo. Huyu ni nani? Ametokea wapi na anaitwa nani? Leo tunakuletea historia ya maisha yake, alipozaliwa na kwa nini anafanya haya ambayo anayafanya leo. Usikose kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Hii ni Juma TV na mimi ni Frederick Juma. Usikose kusubscribe, kucomment pia na kushare. Tumekuletea historia ya Corneille Nangaa, kiongozi ambaye anaosumbua utawala wa Felix Tshisekedi, kiongozi ambaye Wakongo hawana hata naye, kiongozi ambaye amesababisha maelfu ya raia kuyahama makazi yao, kiongozi ambaye anawatoza ushuru raia ambao anadai anakuja kuwatetea. Corneille Nangaa anajulikana kwa jina la Nangaa Yobeluo. Alizaliwa tarehe 9 Julai mwaka 1970 katika kijiji cha Bogboya kilichopo katika wilaya ya Wamba, mkoa wa Haut-Uele, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mwanasiasa wa Kongo ambaye pia baadaye alijihusisha na harakati za uasi. Alikuwa rais wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Seni kuanzia mwaka wa 2015 hadi mwaka 2021. Kuanzia mwaka 2023 amekuwa kiongozi wa muungano wa kisiasa na kijeshi uitao Alliance Fleuve Congo AFC, ambao unajumuisha pia kundi la waasi wa Mouvement du 23 Mars M23, vyama vya kisiasa pamoja na makundi mengine inayoshikilia silaha. Muungano huu ulianzishwa uasi mpya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Novemba 2021. Mnamo mwaka wa 2018 alikuwa mkuu wa Seni. Alisimamia uchaguzi uliokosolewa sana uliompa ushindi Rais Felix Tshisekedi. Mnamo mwaka 2023 alidai kuwepo kwa makubaliano ya siri kati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi yaliyopelekea kupatikana kwa ushindi huo. Alianzisha chama chake cha kisiasa kiitwayo ADCP na kujitangaza kuwa mgombea wa uchaguzi wa urais Disemba 2023. Hata hivyo, baada ya muda mfupi aliondoka nchini na kuunda muungano wa AFC unaojumuisha makundi ya silaha kama M23. Mnamo Agosti 2024 alihukumiwa adhabu ya kifo akiwa hayupo mahakamani na mahakama ya kijeshi ya DRC kwa kuhusika kwake na uasi wa M23. Ndugu yake Christopher Basse Nangaa pia ni mwanasiasa aliyewahi kuwa gavana wa mkoa wa Haut-Uele kati ya mwaka 2019 hadi mwaka 2024. Corneille Nangaa ana stashahada ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Kinshasa. Anaongea Kifaransa na Kiingereza na pia ana ufasaha wa Lingala na Kiswahili. Ni Mkristo wa Kiprotestanti kutoka kanisa la Kristo nchini DRC. Mnamo mwaka 2007 aliongoza kwa kuanzishwa kwa mtandao wa maarifa ya uchaguzi katika Afrika ya Kati, akifanya kazi na taasisi za uchaguzi katika nchi 9 za ukanda huo. Pia alifanya kazi kama mtaalamu wa uchaguzi katika mashirika ya kimataifa kama International Foundation for Election System, Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale, Programme de la Nations Unies pour le Développement, akifanya kazi katika nchi kadhaa za Afrika ikiwemo Cote d'Ivoire, Guinea, Nigeria pamoja na Cameroon, Gabon na Kenya. Mnamo mwaka 2005 alianza kazi yake ya Seni kama msimamizi wa kiufundi wa kimataifa. Mwaka 2013 aliteuliwa kuwa naibu katibu na mtendaji wa Seni baada ya kuwa mkurugenzi wa programu katika shule ya mafunzo ya uchaguzi Afrika ya Kati. Tarehe 21 Oktoba mwaka 2015 aliteuliwa kuwa kiongozi na rais wa Seni kwa makubaliano ya taasisi za kidini ili kuchukua nafasi ya Abbé Apolline Malumalu. Tarehe 20 Novemba 2015 alianza rasmi kazi yake Kinshasa, nafasi aliyoshikilia hadi Oktoba 2021. Uchaguzi wa urais Disemba mwaka 2018
ulikuwa na utata mkubwa, ambapo Rais Felix Tshisekedi na Martin Fayulu walidai ushindi. Kama mkuu wa Seni, Corneille Nangaa alionekana kuwa mhusika mkuu wa matokeo hayo. Mnamo Machi 2019, Marekani iliwashutumu baadhi ya viongozi wa Seni ikiwemo Nangaa kwa ubadhirifu wa fedha pamoja na rushwa, ikiwemo ununuzi wa vifaa vya uchaguzi kwa bei ya juu kupita kiasi na kuathiri mchakato wa uchaguzi. Alikataa tuhuma zote hizo na hata kufungua kesi katika mahakama ya Marekani kupinga tuhuma hizo. Muda wake wa uongozi ulimalizika Juni 2019, lakini aliendelea kushika nafasi hiyo hadi 2021 kutokana na kucheleweshwa kwa uteuzi wa mrithi wake. Mnamo Oktoba 2021, Denis Kadima alichukua nafasi yake kama rais wa Seni. Ilipofika Februari 2023, Nangaa alitangaza kugombea urais kwa kuanzisha chama cha ADCP. Mnamo Septemba 2023, alimshutumu Felix Tshisekedi kwa kusema uongo kuhusu makubaliano ya uchaguzi wa mwaka 2018. Tarehe 15 Disemba mwaka 2023, akiwa nchini Kenya, alitangaza kuanzishwa kwa muungano wa kisiasa na kijeshi uitwao AFC wenye lengo la kuunda upya dola ya Kongo hata kwa kutumia nguvu za kijeshi. Muungano huu ulijumuisha kundi la waasi la M23 linalopigana dhidi ya serikali ya DRC FARDC katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Tangazo hili lilisababisha mvutano wa kidiplomasia kati ya Kongo na Kenya, huku Marekani pia ikieleza wasiwasi wake mkubwa. Mnamo Agosti 2024, Corneille Nangaa pamoja na watu wengine 25 walifikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi wakishtakiwa kwa uhalifu wa kivita pamoja na usaliti. Wote walihukumiwa adhabu ya kifo, lakini wengi wao akiwemo Corneille Nangaa walikuwa wametoroka. Mnamo mwaka 2025, serikali ya Kongo ilianza hatua ya kisheria kulivunja chama cha Nangaa ADCP. Baada ya mji wa Goma kuanguka mikononi mwa M23, AFC ilianza kuelekea Bukavu. Corneille Nangaa alionekana tena hadharani Goma akisema, "Tuko hapa kubaki na tutaendelea hadi Kinshasa." Lengo lake lilikuwa kuchukua madaraka kwa nguvu, hatua iliyozua mjadala mkubwa kuhusu msimamo wake juu ya demokrasia. Mawakili wa utetezi walidai kuwa hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa washtakiwa walihusika na uasi au uhalifu wa kivita. Hata hivyo, upande wa serikali ulisisitiza kwamba ushahidi upo, ikiwemo ushahidi wa kukiri kutoka kwa baadhi wa washtakiwa. Mahakama iliahirisha kutoa uamuzi wa mwisho ndani ya muda wa kisheria. Familia ya Corneille Nangaa imejikuta katika mgogoro mkubwa wa kisiasa na kijeshi, hali ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa ndugu na watu wake wa karibu. Miongoni mwa ndugu zake anayejulikana zaidi ni kaka yake Christopher Bassi Nangaa, ambaye aliwahi kuwa gavana wa mkoa wa Haut-Uele kuanzia mwaka wa 2019 hadi mwaka wa 2024. Kwa sasa anakabiliwa na shinikizo la kisiasa, huku mali zake zikidaiwa kufungwa na akaunti zake za benki zikigandishwa. Inadaiwa pia alilazimika kukimbia nchi na kuishi uhamishoni akihofia kukamatwa. Ndugu yake mwingine ni Nangaa Peter, anaripotiwa kufungwa katika gereza la kijeshi la Ndolo baada ya kuhusishwa na kesi zinazohusiana na waasi wa muungano wa AFC M23. Yeye ni miongoni mwa watu waliotajwa katika hukumu kali zilizotolewa dhidi ya washukiwa wa uasi. Pia kuna ndugu yake mwingine Didier Nangaa, ambaye alikamatwa na kushikiliwa na vyombo vya usalama. Taarifa zinaeleza kuwa alihusishwa na mgogoro wa uchimbaji wa dhahabu, jambo ambalo limekuwa likichunguzwa na mamlaka kwa muda mrefu kama sehemu ya mtandao unaodaiwa kufadhili harakati za kijeshi. Kwa upande wa familia ya karibu zaidi, mkewe Corneille Nangaa ambaye anajulikana kwa jina la Yvette Lubanda anaripotiwa kuwa uhamishoni nje ya nchi akijaribu kujiepusha na hali ya sintofahamu ya kisiasa. Vilevile shemeji yake Fabrice Lubala naye yuko pia uhamishoni.
Taarifa nyingine zinaeleza kwamba baba yake Corneille Nangaa, licha ya umri wake mkubwa, aliwahi kufanyiwa upekuzi nyumbani kwake na vyombo vya usalama, jambo ambalo linaonyesha jinsi mgogoro huu unavyoathiri wazee wa familia. Kwa ujumla, inakadiriwa zaidi ya ndugu 10 wa familia hii, wakiwemo binamu na wapwa, wamekamatwa na kushikilia katika vituo mbalimbali vya usalama. Wengine wamelazimika kuondoka nchini na kukimbia na kutafuta hifadhi nchi jirani za Afrika, hata nje ya bara hili. Hii ni hali inaonyesha kuwa mgogoro haujaishia kwake binafsi, bali umeenea na kuigusa familia yake na kuacha wengi wao wakiwa katika hali ya hofu, uhamishoni au mikononi mwa sheria. Baada ya mahakama kuu ya kijeshi kumhukumu kifo na hayupo mahakamani, wakati huo huo tuzo ya mamilioni ya dola ikawekwa kwa yeyote tu atakayehusika na kukamatwa kwa Nangaa. Ifikapo mwaka 2025, muungano wake ulikuwa umechukua miji muhimu ya mashariki mwa nchi, ikiwemo Goma, Bukavu. Wakati vita vikiendelea, maelfu ya raia walipoteza makazi yao, wengine wakapoteza maisha. Mashirika ya kimataifa yakaanza kutoa tahadhari juu ya hali mbaya ya kibinadamu. Na huku nyuma ya pazia, madai yakiendelea. Baadhi ya ripoti zilionyesha kuwa waasi wanaungwa mkono na nguvu za nje, hasa Rwanda, madai ambayo yameendelea kukanushwa. I don't know anything about Rwanda. If they say that there are 4,000 fighters from Rwanda, I don't know where they will see them. So you don't receive any assistance from Rwanda? I don't see the military assistance from Rwanda. Nangaa alianza kuonekana hadharani katika maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa waasi. Alizungumza mbele ya mikusanyiko mikubwa ya watu akidai kuikomboa Kongo. Lakini yeye akiongea juu ya ukombozi, serikali iliona kitu tofauti kabisa. Ilipofika mji wa Goma kuanguka mikononi mwa waasi, hali ikabadilika. Furaha ikawa vilio, hasa kwa vijana. Watu walilazimika kutoka na kwenda kuwashangilia. Usipoenda kuwashangilia, ulikutana na kichapo na bakora zisizokuwa na mahesabu. Raia walipitia tabu ya muda mfupi, huku vijana wakiuawa, wengine wakikamatwa na kupelekwa jeshini kwa nguvu. Hali ya furaha kwa familia ikabadilika kabisa. Watu wa Bukavu wakawa na hofu, wakiona nini ambacho kinaendelea kwa wenzao wa Goma, na huku tetesi za Nangaa kuja Bukavu zikaanza kusikika. Naomba leo tuishie hapa, huko hatutaki kuzungumzia. Nilikuletea historia ya maisha ya Corneille Nangaa alipozaliwa na kwa nini anafanya haya yote. Ila kama umenogewa, niandikie kwenye comments nikupe mkasa mzima wa vita hivi. Vita hivi ni vita vya rushwa, kutokuwa na uaminifu kwa serikali, na pia uovu wa siasa za Kongo. Mimi ni Frederick Juma. Usikose kusubscribe, kucomment pia na kushare.